Mashirika ya kijamii kutoka ukanda wa Pwani yametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina na wa haraka kuhusu madai kwamba baadhi ya wabunge walipokea hongo wakati wa mchakato wa kumng'atua aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoka afisini. Wanaharakati hao wakiongozwa na afisa wa shirika la Haki Afrika Mathias Shipeta wamesema madai hayo yameibua hofu kuhusu uadilifu wa bunge la kitaifa na mfumo wa demokrasia ya kikatiba. Victor Kayanda ameweza kuandaa taarifa ile na kutiwa sauti na Merikial. Niseme. Takriban wiki moja baada ya mbunge wa Suna Magharibi Junet Mohamed kupasua mbarika na kudokeza kwa wabunge walihongwa ili kuunga mkono hoja ya kumbandua aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua afisini. Kenya msilale. Sasa mashirika ya kijamii kutoka ukanda wa Pwani yamejitokeza na kushinikiza kufanyika mara moja kwa uchunguzi huru kuhusu madai hayo. Kihakika kama wakereketwa tumegadhabishwa na vile mambo yalivyo kule bungeni. Ukisikia neno MPs imedhirika wazi ni MPs. Aibu wabunge kuongwa kufanya kazi yao ambayo tumechagua sisi. Kumaanisha kuwa kuna corruption ya hali ya juu. Tumesikia allegation mingi sana, lakini hii ya pesa kumimpeach Gachagua tumeshangazwa sana, mpaka saa hizi wanatapika, wameshiba. Vile wabunge wanavyozungumza katika majukwaa, wabunge wote ambao wanazungumza wakisema kwamba kuna pesa zimetolewa ili kupitisha mswada, wapeleke evidence kwa EACC, kwa ODPP, and we want action to be taken because we will lose the confidence of parliament. Wakizungumza na waandishi wa habari mjini Mombasa, wanaharakati hao chini ya mwavuli wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kutoka Pwani wamesema madai yaliyoibuliwa na kiongozi huyo wa wachache katika bunge la kitaifa pamoja na maseneta Richard Onyonka, Dan Maanzo wa Makueni na Karungo Athang'wa wa Kiambu yameibua mashaka kuhusu uadilifu wa bunge na mfumo wa demokrasia ya kikatiba nchini. Na ni uchungu kuona kwamba waheshimiwa wenye sisi wa Kenya tumewachagua kwenda kututetea haki zetu, hao ndo wa kwanza kuchukua hongo. Na hii iwe funzo kwa sisi wananchi. Come next year 2027 tuchague viongozi ambao wanaenda kutetea haki, si viongozi ambao wa kwanza kuchukua hongo. Tukienda all the places tumeandikiwa say no to corruption, lakini hao ndo wa kwanza kuchukua hongo. Kinatugadhabisha zaidi sio tu kwamba ya deputy president alikuwa impeached. Tunajiuliza zaidi on the integrity of the parliament. Kuna miswada mingapi ambayo imeletwa katika parliament imepitishwa kwa misingi ya zile incentive ama pesa wanazopewa katika parliament. Wamehimiza afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuchukua hatua za kisheria bila kumsaza yeyote iwapo uchunguzi huo utabaini kuna ushahidi wa kutosha wa makosa ya jinai. Hizi pesa waende katika maeneo bunge yao na wakaelezee watu wao kwa nini wao walichukua hizi pesa, nia gani waliokuwa nayo, na kwa nini hawa bunge hawakuwaleta pamoja wananchi na kuuliza kwamba wanamtaka Gachagua ama hawamtaki. Merikial, Undugu TV.